ya, na huyu mzee inaonekana ni polisi mkubwa sana, kwa hiyo apendi katika hii kazi muendee vibaya, lakini ndio hivyo, yupo katika kesi kubwa. Basi ameitwa kama tulivyokuwa tunaishia, ameitwa, anaambiwa karibu brother Metin, sitochukua muda wako mwingi brother Metin. Anaambia achana na hivyo, hem, sema tu prosecutor, kuna kitu gani nataka nikwambie? Ambia Chinar alisema alikuwa nyumbani jana usiku na alisema wewe ndio shahidi yake. Je, inakuwaje? Anaambia kweli, jioni jana tulikuwa nyumbani tulikula, lakini kuna muda wa saa 4 usiku alijifungia chumbani kwake, lakini usiku mzee aongee ujinga, anakwambia usiku saa 9 na dakika 20 niliona kama nilisikia kama vile sauti katika mlango. Inaonekana kama mtu alikuwa amekuja nyumbani. Mara akajishuka, sio mimi nilikuwa nimelala, inawezekana alikuwa ni kakangu. Mzee anasema kaka yako jana alikuwa katika kazi jana usiku. Bana, anaambia brother Metin, nashukuru kwa msaada wako, unaweza ukaenda. Chinar na mimi tutaongea zaidi. Mzee hataki ujinga. Mzee sio mtu wa kawaida. Mzee kazi yake ni moja tu, kwanza anaangalia heshima yake iko wapi. Huyu sina msaada naye. Anaambia wewe mtoto, unaficha kitu gani? Kitu gani? Niambie unachoniongopea ni kitu gani? Unaniongopea? Anaambia twende kituo cha polisi, nitachukua habari zako huko, nitakuhoji huko. Hebu niletee huyu kituo cha polisi. Basi Chinar anachukuliwa, anapelekwa polisi. Prosecutor ndio huyo hapo ameamua, Prosecutor Paz ameamua kwenda moja kwa moja na kesi. Anaambia kazi njema Mr. Prosecutor. Mwanasheria tayari ametoka, anaambia inaonekana hili jambo lipo serious sana. Anaambia ndio, nataka nichukue statement kutoka kwake. Anaambia kwa ruhusa yako basi mimi ndo nitaongozana na huyu mteja wangu. Sasa hivi kasha kwa mteja wangu. Anaambia hey, bora haraka hivi, ushakuwa na mwanasheria tayari Chinar. Anaambia Chinar, unataka mwanasheria kumbe? Anaambia Mrs. Advocate ndio mwanasheria ambaye mimi namkubali. Anaambia sawa, tuanze kazi. Basi ndio kama hivyo, kazi inaendelea. Mzee anamwambia wewe umempata wapi huyo? Naye ni mwanamke, atafanya kitu gani? Anaambia huyo hajui chochote, ndio kwanza, hem, tafuta mwanasheria mwingine. Anaambia kwani baba, mahakimu wangapi na wanawake na wanasheria ngapi na wanawake? Jelin ni mtu mzuri, anaweza kufanya vitu vizuri kabisa, amewatoa watu jela, watu wengi kabisa. Tunatakiwa tuichukulie hii kesi serious baba. Endapo wewe utafeli, hamna mtu ambaye atakuangalia vizuri licha ya mambo yote uliyofanya. Baba, hebu tuachane kwanza na sheria, twende kama sisi ni watu ambaye ni ndugu yetu, ambaye ni wewe mtoto wako huyu. Mzee hataki hilo. Haki iko wapi? Haki itatendeka. Mzee ni mwanasheria ama ni polisi wa muda mrefu sana. Niambie, usianze kunisubirisha. Niambie vitu vyote ulivyokuwa unaniambia. Anaambia ulizungumza vizuri kabla mwanasheria kuja. Sasa hivi unaanza ukimya wako ndo unafanya sana uwe ni mshukiwa mkubwa kabisa. Sayın savcım, anaambia prosecutor, mteja wangu anaonekana ni mdogo sana. Üstüne geliyorsunuz. Na hapo unavyomuonesha ni kiasi cha kwamba anazidi kuumia. Bir müsaade edin. Samahani, lakini naomba tuje kesho asubuhi, tutakuja kuweka mambo sawa vizuri. Basi huku hapo nje mzee Metin pamoja na Ilgaz, kuna faili fulani linapita hapo, linapelekwa kwa mzee prosecutor. Hatujui faili hilo linamaanisha nini, lakini moja kwa moja inaonekana ni hiyo kesi ya Chinar. Anaambia huyu mtoto ameniambia uongo wote. Amesema yupo nyumbani, baba yake anasema yupo nyumbani. Mara kuna mtu anaingia anambia haya, karibu. Anaambia prosecutor, zile nguo za yule aliyeuawa ama mshukiwa ambaye alikuwepo sehemu ile, nguo zinafanana na hizi hapa. Nguo za mshukiwa zinafanana na hizi hapa, kiasi cha kwamba inaonekana huyu mshukiwa alifanya kitu alafu akabadilisha nguo.
Sasa hivi vitu viko wapi? Anaambia je, unazijua hizi nguo wewe? China anaona tayari kazi imeingia hapo. Unajua hizi nguo? Haya, hizi nguo za nani? Anaambia mimi sijui kitu. Bunlar ölen şahsın üstündeymiş. Anaambia basi hao waliuliwa. Ayakkabılardan. Watu waliuawa na hivi vitu vinaonekana. Hebu niambie, saizi ya kiatu chako ni ngapi? Anaambia 42. Niambie wewe. Ngapi? Pantolon 42. Unaona, na hichi kiatu kinakufaa wewe kabisa. Hichi kiatu kinakufaa wewe. Haya Chinar, una kitu gani chingine cha kuzungumza? Hamna kitu cha kuzungumza hapo. Kila kitu ushahidi wote. Siz babasısınız sanırım. Ambia hello, nadhani wewe ndio baba. Ambia ndio. Unaweza kutuacha peke yetu? Yalnız kalabilir miyiz? Basi inabidi kamishna Ali aondoke. Ama RM na Mrs. Advocate aanze kuzungumza na baba. Anasema ulisema kwamba China alikuwepo nyumbani jana usiku. Ceylin. Sadece savun, yalan yok. Unatakiwa umlinde tu ndugu yangu. Mbona maswali mengi? Anambia hichi ndio kitu ambacho natakiwa nikifanye. Neyse. Okay. Şimdi. Haya, niambie sasa hivi. Kızın üstündeki kıyafetlerin fotoğrafları picha za yule mwanamke zimekuja. Belli ki Çınar'la za yule mtu ambaye amemuua mwanamke. Savcı Pars. Na zinaendana moja kwa moja na Chinar. Kıyafetler böyle. Prosecutor atawaita na atakuuliza mambo mengi kuhusiana na hizo nguo. Yani wote waambia kwa sababu nguo zipo nyingi. Na wote waambia mimi sijui. Ili tu tusionekane kama sisi ni waongo. Utaambia tu hizo nguo sijui basi. Kwa sababu nguo zipo nyingi na nguo zinafanana. Lütfen bari bunu yapın. Na kuombeni mfanye hili tu. Mambo mengine niacheni mwenyewe. Mimi ndio mwanasheria naweza nika. Savcım sizi bekliyor. Ambe prosecutor anawaita. Basi familia nzima inafika kwa ajili ya inaonekana ni kuulizwa kuhusiana na huo ushahidi ambao umefika. Metin amirim, kıyafetler. Biliyorum. Policeman meeting. Sabah yerinde ben de vardım. Hivi unaona hizo nguo unazijua? Anaambia ni kweli. Asubuhi nilikuwepo katika eneo la tukio. Anaambia kumetokea ajali nyingi, inawezekana umeenda sehemu nyingine. Anaambia kiukweli kuna kitu kama unataka kusema hivi mheshimiwa. Kıyafetlere bakın lütfen. Anaambia wewe ziangalie hizo nguo. Je, zinaonekana kama unazijua kwako katika macho yako? Bunlar acaba diyorum. Çınar'ın olayı. Mimi ninavyoona hizi zimekaa kama za Chinar kwa sababu kila kitu zinaendana nazo. Çıkabilir bunlar. Yönlendiriyor musunuz avukat? Mama mwanamke akaongea kaambia wewe. Hivi wewe ndo çok genel geçer bir kombin de o. Unaifuatilia hii kesi? Kaambia hamna. Mimi nimetoa tu maoni yangu kwa sababu hii ni topic ambayo kila mmoja anaweza kujadili. Basi buna evet demek de hayır demek de zor. Ilgaz anasema kiukweli ni ngumu kusema hizi nguo ni za nani kwa sababu nguo zipo nyingi bana. Nguo zipo nyingi, watu wapo wengi ambao wanafanana na Chinar. Unaweza ukaenda. But Chinar leo, lakini Chinar atakuwa pamoja na sisi leo. Hawezi kwenda nyumbani. Kwa nini? Prosecutor, kwa nini unamfanya unamweka ndani? Çıksın bir konuşalım mı? Anaambia basi familia iende nje tuongee basi. Anaambia Mrs. Advocate. Tamam. Nimekwambia tamam. Mambo haya yaache tu yaendelee hivi hivi. Wewe acha tu. Mwache Chinar abakishwe hapa. Serious kesi hii tutaiendeleza sisi wenyewe. Ilgaz, mimi naenda nyumbani. Mzee amechanganyikiwa, mzee amechoka vibaya. Basi Mrs. Prosecutor Paz akamuita Eren. Ben olsam ben de aynısını yapardım. Ortada çok. Basi Mrs. Advocate anamuuliza Ilgaz. Hivi wewe, mbona niingilie kazi yangu? Kwa nini? Kwa nini unaniingilia kazi yangu? Kwa sababu umenitafuta, mimi ndo mwanasheria wako. Endapo utaingilia tena hii kazi, basi mimi sina uwezo wa kukusaidia. Basi aliruhusiwa kidogo Chinar atoke. Bana söylemek istediğim bir şey var mı? Azungumze kidogo. Anaambia Chinar, kuna kitu ambacho nataka kuniambia Chinar. Ben kimseyi öldürmedim. Anaambia kaka, mimi sijamuua mtu yoyote. Her şey yoluna girecek, merak etme. Anaambia usijali. Vitu vyote vitakuwa sawa mdogo wangu. Dogo hatujui anahusika ama vipi, maana ushahidi wote unamwangalia yeye. Ushahidi wote unamhusu yeye bwana. Tabii baba oğul izin verirseniz. Saçma sapan konuşma. Yalan mı? El ele verdiniz, siz sebep oldunuz. Basi wanazungumza kuhusiana na hii kesi. Çınar'la çıkardım. Mambo ni mengi lakini lazima kidogo
mambo yakitaka kuenda sawa, lazima wanasheria wakae ili waweze kuifuatilia kesi vizuri. Basi brother Eren alimchukua Chinar moja kwa moja, anampeleka sehemu, kwa sababu yeye ndo ameambiwa akae naye. Kwa hiyo kama ni chakula, kama ni kuenjoy, unajua tuna magereza wenzetu, mambo wenzetu. Mtu hata kama unakosa kwa sababu tu ushahidi hujakuwa vizuri, basi unaweza kupelekwa hata beach uogelee nini, ili mradi tu ukikuta unakosa usi. Basi wakati wanatoka, Ilgaz anamuuliza Mrs. Advocate, una gari wewe? Anambia hamna. Ndio, lakini lipo kwenye repair. Anambia unaishi wapi? Mimi naishi katika mtaa wa Sara. Anambia huyu prosecutor Paz inaonekana amekuzingua kweli yani. Yakındır. Arama emri çıkar. Amefanya vitu vingi, lakini sasa hivi anaamua sasa kutuhujumu na sisi. Pardon sayın savcı. Anambia wewe acha tu. O zaman size gidelim. Basi aliamua Ilgaz kumchukua mtoto wa kike ampeleke huko katika yani işler. Katika mtaa wake. Ne sandın? Ya wanaingia kwenye gari. Mr. Prosecutor Paz anaangalia ile gari linavyoenda, lakini kama vile sijui, labda anampenda huyu Mrs. Advocate, sina uhakika, lakini ninavyoona kuna kitu ndani yake. Basi Mr. Prosecutor Ilgaz pamoja na mtoto wa kike Mrs. Advocate wanaelekea huko, lakini inaonyesha kabisa moja kwa moja, kwanza Ilgaz alifika nyumbani kwake, alifika kwao ili waweze kuangalia kabisa ushahidi zaidi. Desem ki 3 alt sokakta oturuyorum. Anaambia je, nikisema na mimi naishi katika mtaa huu inakuwaje? Anaambia mimi sijawahi kuona hapa. Üst yolların insanısınız sayın Anaambia watu savcı. wengi, wewe kama wewe unaishi mtaa wa juu, mimi nakaa mtaa wa chini, inakuwaje? Naona huyu hapa nimepata kichaa hapa. Haelewi. Ya basi ni mambo tu. Kumbuka hizi picha ama hizi movie za Kituruki na season zake unazipata kwa DJ Kosjo DJ kutokea Kigamboni, maeneo ya Vijibweni. Ya ni moja ya movie ambazo kiukweli yani nina mapenzi nazo sana. Basi mzee kama kawaida yake yupo hapa anafuatilia, anaangalia ushahidi, kwa sababu aliambiwa kwamba kuna nguo zile ambazo alioneshwa kule kwa Mr. Prosecutor Paz. Maana anakuja naona Ilgaz amekuja, afu amekuja mtoto wa kike. Anambia hii nini? Anambia Mrs. Advocate anakuja kuangalia ushahidi kidogo. Kwa sababu gani? Amekuja kuangalia tu ushahidi, anafanya kazi yake baba. Kwani vipi? Bora kitu cha kawaida kabisa hicho. Abe mjoo kwanza. Inaonekana mtoto ushaanza kuwa chizi kidogo. Niye getiriyorsun evimize oğlum? Ya basi anaambiwa kwa nini umemleta? Kwa nini umemleta hapa? Huyo hata husiani katika kesi yetu. Anambia mara kaingia. Nini? Mimi sijakubaliana na hivi vitu kwa sababu yangu mimi. Mimi nimeangalia hivi vitu na nyinyi ndio pekee mlomfanya Chinar abakishwe kule. Mmejifahamu, mnazungumza ukweli mara nini? Ndio unajua kama mimi nimekuwa police officer kwa muda gani wewe mwanamke? Mimi nimekuwa police officer kwa muda mrefu sana. Lazima niangalie heshima yangu. Anambia basi sawa, endelea kuangalia heshima yako. Sasa hivi hatuzungumzii nyinyi, kuna kitu ambacho hamkijui. Sasa hivi nyinyi mnatakiwa muwe kaka na baba na sio police officer wala prosecutor. Vinginevyo hichi kitu mnachotaka kukifanya hakitofanikiwa. Nakwambia, nasema ndiyo kwamba msiongee uongo, lakini kama kuna vitu mnatakiwa kabisa nyinyi sasa hivi nikiwaambia hivi mfate ili tumuokoe Chinar. Anaambia je, mmetafuta kuna kitu ambacho kinafanana na zile nguo? Anaambia hamna. Hata zile nguo pia ambazo nimeona zinafanana na Chinar pia nakiziangalia hapa hazipo. Mrs. Advocate kwa na hii ishakuwa vibaya. Mara Mr. Metin anamwambia Ilgaz maneno yote, majuto yote ya mdogo wako alikuwa ni uongo tu, bado anaendelea kutumia madawa. Aliapa kiapo kwa mama yake aliyefariki, alisema kabisa mimi nimeacha madawa, lakini kumbe ni uongo, bado anaendelea na madawa. Hakufanya kitu chochote isipokuwa ni kudanganya tu. Mshenzi yule, huyu mtoto ni mshenzi, mtoto ni shetani kabisa huyu.
Mzee anaona majanga anamzidi, anaona yani hapa atatakika ni bora mambo hayaeleweki kabisa yani. Kila akiwaza anaona anajuta kabisa, huyu mtoto nimemzaa kwa sababu gani? Mtoto anampelekesha mbaya mbovu. Basi Mr. Metin akiwa yupo na mawazo kabisa huku Ilgaz. Basi Mrs. Advocate akaambia Ilgaz, kila mmoja na siri zake bwana, wala usiku nini, nione kwanza kwani kitu gani. Basi Mrs. Advocate akazichukua zile dawa, huyo anaondoka nazo. Kuna mtoto vipi? Ngojea kwanza. Hii uone ndavyo. Basi akaingia toilet. We Ilgaz kazuia. Kwani vipi? Uona fikiri wewe nani yani? Hayır. Kwa hiyo nikitaka kwenda chooni, unataka kunitoa. Kaambia kwa unaweza kunitoa hapo. Kaambia ndio. Kaambia unaonekana cheese kabisa. Basi akazitupa zile dawa. Kaambia Sen gerçekten yani kiukweli wewe cheese. Akaambia sasa hivi tunazungumzia kesi ya mauaji, tuzungumzie kuhusiana na madawa. Kullanıcı miktar içerisinde ticarete giremez. Naonekana muelewi. Sasa hivi tunazungumzia mauaji, hatuzungumzii madawa kabisa. Bir daha böyle bir şey yaparsan anaambia kiukweli kabisa, ukiendelea kufanya mambo kama haya, huu mkataba wangu sijui mwanasheria sijui nini, nakwambia haki ya Mungu unaishia hapa hapa. Kwani wewe ni mtu gani? Wewe nani? Bilmem. Mimi sijui. Kwani ukiniangalia naonekana mtu gani? Naambia naona ni mtu hatari kabisa. Napenda hiyo. Nimependa kwambia anataka afungue laptop, anaambia bwana yeye ifanye kazi. Kardeşin için fazla kalın. Anambia mdogo wako anaonekana na vitu vingi, mara akakuta kitabu ambacho dogo anakuwa kama vile anakisoma, kumbe anaweka vitu vyake. Anambia unaona? Biriktirmiş olabilir. Vile vitu ambavyo kuna vishuku ndo kama hivi. Bunlar birikim değil. Lakini inaonekana hivi ni vile vitu vya kitoto. Inaonekana labda alipewa kipindi cha birthday zake nini. Basi kaka anaona vitu vyake vya kawaida. Sijui ameficha kitu gani. Benim bunu çözmem normal. Anambia kama kaka nilitakiwa mimi ndio nilifanya hivi vitu. Katil kim oynayarak? Kama kaka nilitakiwa ni solve hivi vitu. Lakini leo mdogo wangu ameingia katika kesi ile kwa kubwa kabisa. Okul zamanı polis sevgilim vardı. Öyle işte onun dosyalarına bakarken bir şeyler. Senin odan nerede? Anambia chumba chako kiko wapi? Unaweza kuniambia chumba chako kiko wapi? Jamaa kwa hii. Üst katta Chumba tena. Anambia mimi nakaa floor ya juu kabisa. Başka bir şey kalmadı artık. Sawa. Artık beni sina kitu cha kufanya kingine. Unaweza ukanichukua tu tuondoke. Ilgaz akamtizama mtoto, mbona ana mashauzi hivi? Basi ni mambo tu, ni viji mambo unajua tena. Ni mambo ya kikazi zaidi wanasema hivi. Babanın arabası var mı? Şu işte. Ana babako ana gari. Anambia ndo gari lake ile. Babamda. Takıştıkları için. Naje kumpa yote funguo. Yeye peke yake ndio anaendesha gari hilo. Anambia kuna kitu anaficha nini? Kwa nini bora ampi gari mtu yote? Ndio sijui. Mzee mwenyewe ndo anatambua kwa nini anafanya haya mambo. Basi Ilgaz anaamua kumchukua mtoto wa kike kumpeleka huko anapoishi. Basi wakiwa wanaelekea katika lile gari sasa, bane zile nguo ambazo zinatafutwa ni hizi hapa bwana. Zile nguo ambazo ndio ushahidi. Ndugu yangu, tukutane katika episodi ya 5, katika episodi ya 4 tuangalie, je itakuwaje?